Kumekuwa na sitofahamu juu ya Chief Godlove Mwakibete Jacobo ambaye ni miongoni wa vijana wa Kitanzania ambaye mara nyingi amekuwa akizua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii juu ya lifestyle yake anayoishi, lakini pia leo ambavyo anakuwa akiperform baadhi ya mambo katika jamii kusaidia watoto wenye uhitaji na mambo mengine makubwa, lakini bado wengi wanajiuliza maswali juu ya inakuaje anaweza kuishi hivyo na nini. So kila mmoja anaumiza kichwa kutaka kujua labda pengine kwenye moja akaunti ya kwenye mitandao ya kijamii imeeleza kwamba kwa wasiomjua Chief Godlove faili lake limekamilika zaidi. Nitaeleza hapa sasa hivi ipo kulingana na tafiti zangu mpaka sasa. Akaonyesha kidole. Kwanza kabisa, wanaosali kwenye kanisa la huu jamaa wengi wao ni wamama na wazee walio vizuri kiuchumi, lakini vijana wachache sana. Ibada zote huwa zinafanyika tarehe 20 tu kila mwezi. Wakati wa ibada wanavaa mavazi meupe na meusi tu. Hii dini inaleta question mark. Kwa nini kuwa kuna masharti ya namna hii? Yes, ni moja akaunti ambayo imeweza kuandika ujumbe huu kwenye moja ya page kule Instagram, ikimuelezea huu bwana kwamba nini ambacho kinaendelea juu yake, na maswali yamekuwa question mark nyingi sana. Yani ukiangalia maswali hapa anasema kwamba hii dini inaleta question mark, yani dini ya Chief Godlove kwamba kwa nini ina masharti mengi. Bila tubrani Hilary kutoka Bongo 5 TV nikasema nikuletee hii hapa update kali kabisa uweze kushuhudia ni kitu gani ambacho kinaendelea juu ya Chief Godlove Mwakibete ambaye kwa sasa hivi amekuwa gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania juu ya lifestyle yake, lakini pia mambo anayofanya makubwa katika jamii kusaidia watoto wenye uhitaji na mengine kadha wa kadha. Movina, yani vitu kibao sijazaliwa navyo. Ukiniona na vimba na gari niache, kwa sababu sijazaliwa kwenye magari. Mimi ni mshamba wa magari kwa sababu kwetu nimezaliwa hayapo. Ukiniona na vimba na nyumba niache, kwa sababu kwetu sijazaliwa na nyumba. Ukiona na vimba na chakula, sisi kwetu tumeishi maisha ya kimaskini. Imagine mpaka kuingia tu kuangalia TV tulikuwa tunaambiwa kwamba twende tukaoge kwanza ndipo twende tukaangalie TV. Tunavua na viatu, sendo unafika nazo viatu vyako vikali uvue nje ndio uingie ndani. Ukiingia ndani ya ukalishi kwenye kochi unaambiwa ukae chini. Leo hii na vimba na minyama mikali kama hii unasema wewe mshamba. Mimi mshamba ndio. Mshamba afu nina hela. Aya wewe mjanja afu una hela mbwa. Wewe mjanja ndio, si mtoto wa mjini. Mimi mtoto wa kijijini nina hela. Wewe mtoto wa mjini una kitu na 1200. Utaniambia nini? 800,000 na 4,100. Hii ni hela ya chakula cha mbwa kwa wiki. Chakula cha mbwa kwa wiki. Na mbona mbona vieti hatuioni kwenye clip zako na nini? Sawa, amuioni kwa sababu nimeiacha nyumbani. Sasa kusema sana. Nimeiacha nyumbani kwa sababu nataka niwe na msafara wa Benz kama Benz tu. Siku nimetoka na Range natoka na msafara wa Range kama Range tu. Siku nimetoka na gari nyingine natoka na hizo nyingine tu. Mimi ndani nina Crown 6. Ziko nyuma uwani huko. Na BMW 4. Ila hizo BMW naweza nikagawa. Viko vile vya kujifumua BMW na nini. Naweza nikagawa kwa sababu hata muda wa kuvitumia sina. Kuna Crown, kuna BMW, kuna magari gani yako nyuma huko. Sisi tunaelewana. Alafu sasa inategemea na naamkia wapi. Mimi na nyumba 5. Alafu watoto wa mjini hawana hata hizo nyumba. Naweza nikamkia wapi? Naweza nikamkia Mikocheni, nikamkia Masaki, nikamkia Oysterbay, nikamkia Mbweni, nikamkia Bunju, nikamkia Bagamoyo. Huko kote nina nyumba. Na nyumba Mikocheni, na nyumba Masaki, na nyumba Mbweni, na nyumba Bunju, na nyumba Mikocheni. Sasa inategemea naamkia wapi. Nimeamkia Bunju, magari ya Bunju ndio natakiwa nitumie kwa siku hiyo. Nimeamkia Mbweni, magari ya Mbweni ndio natakiwa niamkie siku hiyo. Nimeamkia Mikocheni, magari ya Mikocheni ndio natakiwa nitumie siku hiyo. Sasa kwa nini unilazimishe nitumie magari yote wakati inatakiwa niende nikakusanye kwenye nyumba zangu? Oya, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Mimi ndo kiboko ya watoto wa mjini. Wanasema jogoo la shamba liwiki mjini. Hili hapa mimi jogoo la shamba. Nimetoka ndani, alafu uniambie kitu. Utaniambia nini?